Juzi nimeona kwenye vyombo mbalimbali vya habari na mitandao ya kijamii ambapo Waziri wa Madini Mheshimiwa ndugu yangu huyu Anthony Mavunde pamoja na serikali kwa ujumla ikiwa katika eneo la Songwe Magereza, kata ya Bonde la Songwe, jimbo la Mbeya vijijini, mkoani Mbeya, wakisainiana na wazungu fulani mikataba wawekezaji mkataba wa madini wa uchimbaji wa madini katika eneo la gereza la kilimo la Songwe, na kwamba gereza hilo la Songwe linatakiwa lihamishwe, liondoke eneo hilo, madini ya chimbwe. Ninaipongeza serikali kwa kuendelea kutafuta vyanzo vya fedha katika nchi yetu kupitia rasilimali zetu. Lakini katika utiaji wa saini wa mkataba huo akatokea kila mmoja akapata nafasi, viongozi mbalimbali wakapata nafasi ya kuzungumza, lakini bila woga, na sidhani kama Afande Mwampashi ataendelea kuwepo katika mkoa wa Mbeya kwa sababu yeye ndiye RPO wa magereza Mbeya. RPO wa Mbeya au mkuu wa magereza mkoa wa Mbeya amehoji mambo matano kwa serikali kuhusiana na uchimbaji huo wa madini yanayoitwa adimu duniani na uwekezaji huo ambao umetiliwa saini katika eneo hilo la Songwe. Na ikumbukwe Songwe ni industrial area, kwa sababu kuna viwanda pale, na katika ramani inajulikana Songwe ni industrial area. Lakini kabla mengine kwenda mbele, tumsikilize Afande Mwampashi hiki alichokizungumza mbele ya serikali na kuhoji maswali haya matano. Karibu Afande Mwampashi, tusikilize. Kamishna msaidizi mwandamizi Raymond Mwampashi ndiye mkuu wa magereza mkoa wa Mbeya. Mheshimiwa Waziri, kama wenyeji wa eneo hili, sisi si wasemaji zaidi ya kushuhudia. Na jambo la pili, wengi wamesema kwamba wanufaika watakuwa ni wenyeji wa kwanza. Mimi wenyeji hapa watakuwa wa kwanza, lakini niseme kwamba nadhani sisi magereza ambao tumekaa katika eneo hili kwa kulitunza kwa namna yoyote ile, ndio maana mmelikuta hapa liko salama, basi sisi nadhani inatakiwa tupewe upendeleo maalum. Lakini jambo lingine, Mheshimiwa Waziri, nisisitize kwamba niwaombe wenzetu wawekezaji kwamba sasa baada ya hapo tunaenda kwenye kazi sasa ya kuanza makubaliano kati yetu sisi magereza na wao, kwa sababu wametukuta hapa na tuachaje sasa, tunaenda wapi na huko tunakoenda tunaendaje, na kama tutaenda huko tunaenda kukaaje, na kama tunakaa je tutakaa hivyo hivyo, na sasa tukuzoea kukaa hivyo hivyo. Hapa tulipo mmekuta tunafanya shughuli zetu ambazo specific ni kwa ajili ya urekebu wa wafungwa. Na jambo la pili, waonyesha kwamba tunajitosheleza kwa chakula cha wafungwa. Sasa basi lazima eneo linalopatikana liwe ni zaidi ya hili la hapa, lakini pia tutafurahi sana tutakapoona kwamba miundombinu yote sasa itaenda kuwa ya kisasa. Kama Mheshimiwa Waziri, huyo ndiye mkuu wa magereza katika mkoa wa Mbeya akihoji mambo matano ambayo umeyasikia hapa.
Na alipokuwa akizungumza, kati ya wazungumzaji wengi ambao walikuwepo, yeye ni mmoja kati ya aliyepigiwa makofi kwa hoja zake na wananchi ambao walikuwa wamehudhuria eneo lile la Songwe kwa ajili ya utiaji saini wa mkataba huo wa uchimbaji wa madini adimu duniani. Lakini tunajiuliza, zipo simulizi kwamba magereza au maeneo mengi ya majeshi, Mwalimu Nyerere na wenzake walijenga magereza ama nyumba za serikali kwa makusudi maalum kwa ajili ya kulinda madini hayo. Si kwamba madini hayo yanagunduliwa leo, yaligundulika muda mrefu, lakini yaliachwa makusudi kwamba mpaka pale nchi itakapoona kwamba labda imesomesha watu wake wakawa wataalamu wa kuchimba madini hayo, ndipo haya mambo yafanyike. Swali linakuja mtaani kwamba je, tayari serikali imesomesha watu wake na sasa ndio watachimba? Jibu ni kwamba hapana, wameletwa wawekezaji na inaonyesha kwamba kampuni hiyo inatoka kwa wakubwa huko. Sasa je, unadhani nchi kama Tanzania kwa kuona na macho maendeleo yanayoonekana na macho, unadhani uchimbaji ama uchimbwaji wa madini katika nchi yetu unainufaisha nchi yetu kikamilifu? Naomba niambie, unaonaje katika mambo haya? Na ni kama ni 16% tu serikali ina hisa katika mradi huo wa uchimbaji wa madini adimu duniani. Limesemwa swala la ajira kwa waeneo wanaozunguka eneo hilo, hasa wakazi wa Mbeya vijijini. Unadhani ni kweli kuna ajira zitakuja kama ilivyotamkwa? Kabla sijamaliza kujisemesha, naomba tuwasikilize pia viongozi wengine ambao walipata nafasi ya kuzungumza katika eneo hilo la utiaji saini wa mkataba huo. Karibu na tutafakari. Kama Mheshimiwa Waziri, tuna historia katika maeneo mengi ambayo kuna migodi mikubwa. Miradi inapoendelea, kumekuwa na mahusiano ambayo sio mazuri kati ya wananchi wanaozunguka eneo na wale wenyeji au wawekezaji wa mradi ule. Niombe serikali ifuasie mapema kwenye mradi huu, ili huko mbele tunapokwenda wananchi hawa wa eneo hili wawe wanufaika na wafurahie mradi huu kwa kipindi chao chote, badala ya kuwa na mgongano na wananchi wa eneo hili, na waone faida na manufaa ya kuwepo kwa mradi huu, na siku zote waone wakinawiri na kustawi na kufurahi na kushangilia kitendo cha mradi huu kusainiwa hapa leo. Tumepewa ni kwamba zipo ajira ambazo zitapatikana zaidi ya 2000 ikiwemo za kudumu 600 ambazo zitatokana na wananchi hawa wa Mbeya vijijini. Hapa zitazalishwa tani 100,000 kwa mwaka katika eneo letu hili. Ni manufaa makubwa sana, ni jambo kubwa sana. Mradi huu una upekee wa mambo yafuatayo. Upekee wa mradi huu wa mambo yafuatayo: cha kwanza, Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan ametoa maelekezo madini yetu yote yaongezwe thamani ndani ya nchi yetu ya Tanzania. Sera ya madini ya mwaka 2009 imeelekeza kuongeza thamani madini nchini. Mpango wa maendeleo wa taifa na dira ya taifa imeelekeza kuongeza thamani madini yetu, badala ya kusafirisha makinikia tuongeze thamani ndani ya nchi ili kuongeza ujuzi kwa watu wetu na mapato kwa nchi yetu ya Tanzania na ajira pia. Sasa duniani vinu vya kuyeyusha
ferroniobium duniani, madini ambayo yatachimbwa hapa, viko vitatu tu. Viwili viko Brazil, kimoja kipo Canada. Wanasongwe, cha 4 itakuwa katika kata ya Bonde la Songwe, kinu cha kuyeyusha madini haya. Leseni 3 zilizotolewa na Wizara ya Madini ziko ndani ya eneo la gereza la kilimo la Songwe. Leseni zilizotolewa zina ukubwa wa ekari 5434 sawasawa na kilomita za mraba 22. Ekari zote 5434 kwa asilimia kubwa ziko ndani ya gereza la kilimo la Songwe. Upekee wa mradi huu, kwa mujibu wa sheria kifungu cha 120 cha sheria ya madini sura ya 123 kinaweka sharti la lazima mtu yeyote anayepewa leseni hawezi kuanza kutekeleza haki madini kwa maana ya kuchimba kabla hajamalizana na mtu mwenye haki ardhi. Na mwenye haki ardhi ni gereza la kilimo la Songwe. Hao ndio wenye haki ardhi. Panda hila hawezi kuchimba eneo hili mpaka amalizane na gereza. Wakikubaliana, mchoro walioniletea watu wa Panda hiyo watalihamisha gereza, linakwenda kujengwa gereza la kisasa